una umiliki uzao wowote ule, kwa wewe kuwa katika maana ya uzao huo kwa jina husika. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uzao sehemu ya 19. Bila shaka unamiliki uzao wowote ule, kwa wewe kuwa katika maana ya uzao huo kwa jina husika. Haijalishi jina la uzao wowote ule, ila unaumiliki uzao huo kwa wewe kuwa katika maana ya uzao huo kwa jina hilo husika. Kwa kuwa ili uwe mmiliki wa uzao husika, ni lazima uwe katika maana ya uzao huo kwa jina lake. Ili uwe mmiliki wa uzao wa familia hiyo, ni lazima uwe katika maana ya uzao wa jina la familia hiyo. Ili uwe mmiliki wa uzao wa kiungu, ni lazima uwe katika maana ya uzao huo kwa jina husika la Mungu huyo. Ili uwe mmiliki tena halali wa uzao wa dini fulani, dhehebu fulani, ni lazima uwe katika maana ya uzao huo kwa jina lake. Ili uwe ni mmiliki wa uzao wa wanyama, samaki, ndege, wadudu, anga, dunia, mbingu, dhahabu, almasi, mali, muujiza, afya, uponyaji na kila kitu katika jinsi na jina lake, ni lazima uwe katika maana ya uzao huo kwa jina lake husika. Uwepo wako uwe katika maana ya uzao huu
kwa jina husika, ili uwe miliki wa uzao wa mwanamume, ili uwe miliki wa uzao wa mwanamke, ili uwe miliki wa wazazi, mtoto, dhehebu hilo, dini hiyo, kila neno, roho, mwili, mafanikio, kazi, utajiri, wanyama, mimea na kila kitu katika jinsi yake kwa jina husika la uzao wake, ni lazima uwepo wako wewe uwe katika maana ya uzao kwa jina husika. Na ndio maana popote pale ulipo, haijalishi uko wapi, upo hapo kwa kuwa upo katika maana ya uzao wa hapo kwa jina husika. Upo katika ndoa hiyo, familia hiyo, dhehebu hilo, taifa hilo, dunia, mbingu, na popote pale katika jinsi ya uwepo wa hapo ulipo, upo hapo kwa kuwa upo katika maana ya uzao wa hapo kwa jina husika. Ni dokta, upo hapo kwa kuwa upo katika maana ya uzao wa kidaktari. Upo hapo kwa kuwa upo katika maana ya uzao wa baba, uzao kwa jina mama, uzao wa mwanamke, uzao kwa jina mwanamume, uzao kwa jina wanyama, uzao kwa jina dunia, uzao kwa jina mbingu, uzao kwa jina Mungu, uzao kwa jina familia, uzao kwa jina uwepo wa kila kitu, uzao katika jinsi na jina husika. Kwa hiyo upo hapo kwa kuwa wewe ni mmiliki halali wa hapo, na umepata umiliki halali kwa kuwa uwepo wako huo ndio maana ya uzao huo kwa jina hilo. Uwepo wako hapo wewe mtoto ndio maana ya uzao kwa jina mzazi. Uwepo wako wewe mzazi ndio maana ya uzao
kwa jina mtoto, ikimaanisha kwamba jinsi ulivyo hapo ndiyo maana kamili ya jina la uzao huo. Jinsi ulivyo hapo ndiyo maana ya jina la uzao wowote. Ndio maana ili uweze kumiliki katika urahisi na usihangaike kutafuta maana ya kila familia, maana ya kila kitengo, maana ya kila kitu, vyote vinawekwa katika maana moja, ili popote pale ulipo uwe ni mmiliki wa uzao ulio katika maana moja, pasipo kujalisha jina la uzao, jinsi ya uzao. Popote pale ulipo upate kumiliki uzao ulio katika maana moja, pasipo kujalisha uzao wowote ule, bali uketi katika maana moja, kwa kuwa unakimiliki chochote ukiwa katika maana ya hicho. Pia unamiliki uzao ukiwa katika maana ya jina uzao. Narudia tena, unaumiliki uzao ukiwa katika maana ya uzao kwa jina husika. Na bila shaka maana ya uzao ni ongezeko. Na ninaposema uzao, maana yake ni sura ya ongezeko. Kwa hiyo unaposema uzao ni nini, jibu: uzao ni sura ya ongezeko. Na kufanya sura ya ongezeko ndiyo maana ya uzao, pasipo kujalisha ni baba, ni mama, ni mwanamke, ni mwanamume, ni wanyama, ni ndege, ni dini, ni dhehebu, ni taifa au ni nini, ila kwa sura ya ongezeko ndiyo maana moja ya uzao. Na wewe popote pale ulipo, ukiwa katika maana hiyo ya ongezeko, wewe ndiye unakuwa mmiliki
wa uzao kwa jina hilo ulilo nalo. Wewe unakuwa ndiye mmiliki halali wa uzao kwa jina hilo ulilo nalo. Ikiwa popote pale wewe umeongezeka au kuna mwingine ameongezeka hapo, mwonekano ulionao huu ndio unaitwa sura ya ongezeko. Kwa wewe kuongezeka au kwa yeyote kuongezeka hapo, na bila shaka popote pale ulipo, hapo umeongezeka katika familia hiyo, kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwenye dini hiyo, kwenye dhehebu hilo, kwenye taifa hilo, popote pale katika jinsi ya uwepo wako umeongezeka hapo. Pia bila shaka chochote kimeongezeka hapo. Mzazi kaongezeka hapo, mtoto kaongezeka hapo, mume kaongezeka hapo, mke kaongezeka hapo. Kwa hiyo haijalishi wewe umeongezeka hapo au yule kaongezeka hapo, bali katika jinsi hiyo ya wewe kuwepo hapo ndio sura au muonekano kamili wa ongezeko ulivyo. Kimaanisha kwamba jinsi ulivyo hapo ndio muonekano halisi wa ongezeko. Ikimaanisha jinsi ulivyo hapo ndio maana kamili halisi ya uzao. Na kwa kuwa ili umiliki uzao ni lazima uwe katika maana ya uzao, na bila shaka hapo ulipo wewe ndio maana halisi ya uzao, na kufanya jinsi ulivyo kwa jina hilo, wewe ndiye mmiliki halali wa uzao huu kwa jinsi hiyo na jina hilo. Kimaanisha kwamba hakuna mwingine au kingine kinachokumiliki, na kusema utasubiria kingine kutoka kwingine ndio uwe wewe, ndio uwe uzao, ndio ukamilike. Bali jinsi ulivyo hapo katika jinsi na jina husika, wewe ndiye mmiliki halali kwa jinsi na jina lako. Haijalishi ni nini, haijalishi ni nani, katika dini hiyo wewe ndiye mmiliki halali katika jinsi ya muonekano na jina lako.
katika dhehebu hilo, wewe ndiye mmiliki halali katika jinsi na jina lako. Katika taifa hilo, mume huyo, mke huyo, kila kitu katika jinsi yake, wewe ndiye mmiliki halali, kwa kuwa upo katika maana moja ya uzao. Kimaanisha kwamba popote ulipoongezeka, wewe ni mmiliki halali wa chochote kilichoongezeka hapo kwa jina husika. Popote ulipoongezeka, wewe ni mmiliki halali wa jinsi na jina lako, ikimaanisha ni mmiliki halali wa uzao huo husika. Kwa hiyo jinsi ulivyo hapo ndiye mmiliki halali wa uzao, pasipo kujalisha jinsi na jina lolote la uzao, ila jinsi yoyote ya uzao wewe ndiye mmiliki wa uzao huo kwa jinsi na jina lako husika. Kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo ndiyo maelezo au maana kamili ya jinsi ya kila uzao kwa jina husika. Ni wanyama, wewe ndiye mmiliki halali. Ni ndege, wewe ndiye mmiliki halali. Na kufanya chochote unachokitazama, iwe ni ndege, iwe ni dini, iwe ni dhehebu, iwe ni wanyama, iwe ni taifa, iwe ni utajiri, iwe ni mafanikio, iwe ni muujiza, iwe ni chochote katika jinsi ya sura ya muonekano wa ongezeko, huyo au hicho ni sura ya jina la uzao wako wewe kwa jinsi na jina lako, ikimaanisha ni sura ya jina lako wewe uliye uzao. Haijalishi ni nini, bali chochote kile katika jinsi yoyote ile ni sura ya jina lako, ikimaanisha ni maana ya muonekano wa jinsi na jina lako wewe uliye mmiliki wa uzao.
jinsi na jina lako. Kwa hiyo yoyote chochote unachokitazama au kilichopo ni sura ya jina lako wewe. Uliye uzao, kimaanisha ni wa umiliki wako wewe, hivyo hivyo alivyo. Ni wa umiliki wako wewe mwenyewe, kimaanisha ni uzao unao umiliki. Ndio basi, na uzao unao umiliki ni ule ambao wewe upo katika maana yake, na popote pale ulipo upo katika maana ya uzao huo, ikimaanisha kwamba chochote yoyote yule unayemtazama au kukitazama ni sura ya uzao wa jina lako. Popote pale ulipo, pokea sura ya uzao wako. Pokea sura ya uzao wa jina lako. Sura ya uzao wa jina lako. Sura ya utajiri wa uzao wako. Pokea utajiri wa jina lako. Utajiri wa jina la uzao wako. Mafanikio ya jina la uzao wako. Uponyaji wa jina la uzao wako. Muujiza wa jina la uzao wako. Pokea mume wa jina la uzao wako. Mke wa jina la uzao wako. Taifa la jina la uzao wako. Dini, dhehebu, dunia, mafanikio, utajiri, dhahabu, almasi, kila kitu kilicho cha sura ya uzao wa jina lako. Pokea, nimekupatia hapo ulipo, na kimekuwa hapo ulipo, popote pale ulipo. Pokea muujiza, pokea mafanikio, pokea uponyaji, pokea utajiri, pokea mazao, pokea kizazi, pokea viungo vyako, pokea watoto, pokea mume, pokea mke, pokea sura ya uzao wa jina lako hapo ulipo, na imekuwa kwako hapo ulipo sasa hivi. Nimekupatia, na sura ya uzao wako imekuwa nawe. Basi tazama mafundisho haya pia katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andy Kunyu. Usikose sehemu ya 20. Popote pale ulipo, pokea sura ya uzao wa jina lako, na imekuwa kwako popote pale ulipo.